Asante, mimi naitwa Juma Al-Khatibu, nilikuwa mgombea wa rais wa Zanzibar kupitia chama cha ADA-TADEA, lakini pia ni mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa Tanzania. Kwanza nachukua nafasi hii kuwashukuru sana Watanzania wote kwa kushiriki kwenye kampeni za wagombea wetu wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar. Kampeni zilikwenda kwa kistaarabu na wananchi walijitokeza kwa wingi kwenda kusikiliza sera, na nawashukuru kwa kweli kwa hatua hii. Lakini pia naipongeza Tume ya Taifa INEC pamoja na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC, walitushirikisha sisi kama wadau wa vyama vya siasa katika kila hatua, na mwisho wa siku tumempata mshindi ambaye kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni Dr. Samia Suluhu Hassan, na kwa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Hawa ni marais wetu. Sisi kama wagombea wa urais na viongozi wa vyama vya siasa tumeridhika na hatua ya uchaguzi tokea awali, lakini sasa napenda kuchukua nafasi hii kuwaomba Watanzania wenzangu tuendelee kuitunza amani ya nchi yetu. Hakuna jambo zuri kama kutunza amani. Yaliyotokea tuyachukulie ni changamoto ya kimaisha, yasitokezee tena. Kwa hivyo niwaombe vijana, hii ni nchi yao. Wazee watang'atuka, wao watalichukua taifa hili. Imegharimu pesa nyingi sana kujengwa miundombinu ya Tanzania mpaka hatua hii. Kwa hivyo asitokeze mtu akashawishi vijana wetu au watoto wetu. Kwa hivyo tuitunze amani yetu, tutunze umoja wetu, tuweke uzalendo wa nchi yetu. Naitwa Abdul Mluya, ni mwenyekiti wa chama cha Democratic Party DP, na bahati nzuri mwaka huu nilikuwa ni miongoni mwa wagombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kimsingi uchaguzi umekwisha. Sote sasa hivi tuna wajibu wa kulinda amani yetu. Tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya kizazi kijacho na chetu. Lakini pia ni wajibu wetu kuona kwamba nchi inaendelea kuwa iko salama. Kwa sababu uchaguzi ukiisha usiishi na amani, lazima amani tuiishi. Kwa kama amani tuiishi, na sisi wanasiasa tuna jukumu la kuhakikisha kwamba amani tunaendelea kuisisitiza na kuihubiri kama vitabu vya dini vinavyosema. Hakuna taifa ambalo linaweza kujiendesha bila amani. Lakini pia Watanzania wakumbuke kwamba mimi nimesoma vitabu vingi sana vya dini. Sijawahi kuona sema ambayo Mungu anasema mkiharibu amani kwenye nchi yenu atawapa kipande kingine cha kuishi. Kwa hiyo maana nchi ni hii. Kwa kama nchi ni hii, maana yake tuna wajibu wa kuitunza na kuhakikisha kwamba inaendelea kuwa salama salimini, ili sisi ambao tumerithi kwa wazee wetu tunakuta kuna hii amani, basi na watoto wetu na jukuu wetu wakute hii amani. Sisi tu sababu ya kuharibu kile ambacho wahenga walikitengeneza. Kwa jina naitwa Saumu Rashidi, nilikuwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kabisa natumia fursa hii kuwapongeza Watanzania kwa namna ambavyo tumeshiriki zoezi ambalo ni la kikatiba. Kwa kuwa na uchaguzi kila baada ya miaka mitano, Watanzania walijiandikisha na Watanzania mwisho wa siku wamejitokeza siku ya kupiga kura. Mimi kama ambaye nilishiriki kwenye uchaguzi naendelea kusisitiza suala zima la kudumisha amani na utulivu wa nchi yetu, kwa sababu leo tuko hapa kwa sababu nchi yetu imeasisiwa kwa misingi imara ya amani, na sisi tunatakiwa kuidumisha amani hii. Kwanza kabisa kwa sababu tunapokuwa na mazingira ya amani na utulivu, tunaweza kufanya maendeleo makubwa ya mtu mmoja mmoja, lakini na ya nchi kwa ujumla. Tunaweza kujiletea maendeleo kama ambavyo ilikuwa sera yetu ya kuwajaza watu mapesa. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza swala zima la kudumisha amani ili liweze kuleta tija na kuwa na uchumi jumuishi, kwa sababu tunaamini sisi katika upendo daima pamoja. Na kama kuna tofauti yote ile, sisi kama chama, kama UDP, tunaamini katika meza ya mazungumzo. Hivyo suala la amani ni kipaumbele namba moja kwetu. Hivyo wakati wote, muda wowote, Watanzania wenzangu tumelelewa katika misingi ya amani. Hivyo muda wote kila mmoja ana jukumu la kuhakikisha amani na utulivu inaendelea kutamalaki nchini. Hassan Doyo, nilikuwa mgombea wa nafasi ya urais, na kikubwa ambacho nataka niwaambie Watanzania, kwanza na washukuru kwa namna ambavyo wamenipokea tulipokuwa huko mikoani,
mawilayani kimsingi walitupokea kwa hamasa kubwa, na kwa kweli tunashukuru sana kwa namna ambavyo tumefanya kampeni zetu katika uchaguzi huu. Lakini kingine ambacho nataka niwaase wa Tanzania ni swala la amani. Swala la amani halina mbadala. Swala la amani ni swala ambalo kimsingi ni jambo zito, ni jambo muhimu ambalo Watanzania wote wanatakiwa walienzi kwa wivu mkubwa, kwa sababu tumeona siku mbili za moto ambazo kila mtu ukimwelezea habari ya kukinukisha nadhani anaweza akakushambulia kwa makofi, kwa namna ambavyo Watanzania wameona ile kadhia ya lockdown ya siku 2-3 kwa ajili ya usalama wao. Kwa hiyo sasa hivi tunaongea lugha moja, Watanzania wanaongea lugha moja ya amani. Hakuna ambaye anaweza akapingana na lugha ya kutunza amani ya nchi. Kwa hiyo nitoe mwito kwa Watanzania, hasa vijana, wasiingie kwenye makundi ambayo yanaweza akaliangamiza taifa. Swala la amani ni swala muhimu. Mimi ni waombe wa Tanzania, masuala yanapotokea ya kiuchaguzi yanazungumzika. Amani kitoweka, kuirudisha ni gharama kubwa. Mimi Gombo Samandito Gombo nilikuwa mgombea na peperusha bendera ya chama cha wananchi CUF. Nitazunguka Tanzania nzima kuambia Watanzania kwamba walinijali na mimi bado napita, kuwahimiza waendelee kuipenda nchi yao na waendelee kufanya kazi, maisha yaendelee. Tunayo nchi moja tu. Tunapozungumza swala la amani, sasa hivi uchaguzi umekwisha na mambo yake. Kwa hiyo sasa kilichobaki ni Tanzania na Watanzania. Hamna kitu ambacho huwa kinafanyika perfect kabisa, kwamba hiki sasa kiko perfect 100% kwamba kiko vizuri. Kama kuna tatizo limetokea mahali fulani, kwanza tushughulike na swala la amani, tupate utulivu kwenye nchi, tuweze kuijenga nchi yetu. Tunapotikisika kama taifa, lazima turudi haraka tubaki kuwa taifa. Halafu tofauti zetu zilizopo tunaweza tukazimaliza kwa kuzungumza na kuambizana kwamba haki hii haijatendeka na haki hii haijatendeka, hili linatakiwa likae hivi na hili likae namna hii. Kwa hivyo kwa sasa tunao tu wajibu kama Watanzania wa kuhakikisha nchi yetu inatulia, inakuwa na amani. Halafu tuwaombe sasa wala ambao wamepata nafasi hizo watende haki tu, wawatendee haki wa Tanzania, wawape kila ambacho Watanzania wanakihitaji, ili tusiwe na hizi tofauti ambazo tunanyoshana vidole kwamba sisi kuna hili aliendi vizuri, hili aliendi vizuri, hili aliendi vizuri. Ndio maana wameshaipata, uchaguzi umeisha. Basi wawatendee haki wa Tanzania, wawape wa Tanzania kile wanachokihitaji.